Mambo vipi mtazamaji wa 69 Media TZ? Mimi hapa ni Sami Baby na leo tuko Kitaa na hapa ni maeneo ya Kigogo. Tumekuja kuzungumza masuala mengi na ndugu zetu ambao ni wanaitwa maafisa usafirishaji aka bodaboda. Wanapitia vitu vingi, lakini msiba mzito ambao wako nao ni kuhusiana na bei ya mafuta kupanda. Wanakutana na changamoto gani, athari gani kutoka kwa abiria, lakini pia labda kwa mabosi ama kwa wao wenyewe kama wamiliki wa bodaboda. Niko na ndugu yangu hapa. Mambo poa vipi? Unaitwa nani? Naitwa Frank Elias. Frank Elias. Yeah. Wewe ndio unapaki hapa Kigogo? Hapa ndo kijioni kwangu wewe. Safari zako ni wapi na wapi? Safari zangu Kariakoo nani Mbagala, yani sehemu yote tunapeleka abiria. Okay. Yeah, ile imekuwa changamoto kubwa kwa abiria ambao nawabeba kulingana na bei ambao nawaambia. Kwa sababu mimi nawaambia bei kubwa kulingana na mafuta yamepanda bei. Unaona mwanzo ilikuwa afadhali ile mafuta yako bei simple. Abiria tunaelewana, tunaongea bei tunalizana, lakini sasa hivi naweza nikamwambia Kariakoo 4000 hata nielewa. Unaona? Mwisho wa siku nampeleka Kariakoo 3000 mafuta. Wakati mwanzo ile 3000 nilikuwa napata lita 1.5, lakini nikimwambia 3000 hawezi kukubali kulingana mafuta yako bei juu. Inakuwa kelele, yani inakuwa changamoto barabarani, unaona. Umesha kupitia changamoto ile ya kupigana na abiria? Maana kuna abiria wengine nasikia wanapiga bodaboda siku hizi. Mimi sijawahi kupigana na abiria, ila kuna majuzi kati nimegombezana na abiria. Tuliongea nimpeleke posti hapo. Nikamwambia 2000 kufika kule akasema 1000, kwa nilivyomwambia 2000 ya kuelewa. Na sasa hivi tuseme sasa hivi hakuna bei ya 1000 kwa abiria. Unaona? Kama abiria atanisikia, ataniona, wajue sasa hivi mafuta yamepanda juu, yako bei juu sana. Changamoto hadi tunakosa la kufanya. Kwa hiyo hii pikipiki sio ya kwako, ni ya bosi? Hii ni ya bosi. Kwa unapeleka hesabu kila baada ya muda gani? Kila siku napeleka hesabu. Na kwa bosi nako pia unapitiga changamoto gani ukipeleka hesabu ambayo labda yeye anaitaka na wewe hujaipata? Mimi bosi, sometimes bosi wengine ni waelewa. Alafu hata bosi wangu mwenyewe ni bodaboda, najua mazingira. Nikimwambia bwana hali ilikuwa hivi na hivi, sometimes huaga atusumbuani, tunaenda sawa. Kwa sababu mwenyewe mazingira anaelewa, ni mtu wa barabarani, anajua mafuta yamepanda bei, unaona. Na kazi anayoifanya mwenyewe anaijua, anaiona, na uzuri tunapaki wote pamoja. Mnapaki wote na anaelewa. Yeye anaelewa. Kuhusu bosi lenyewe hilo halinisumbui. Linosumbua tu ni swala la mafuta upanda bei. Serikali angalie namna ya kutufanyia sisi, tunaumia. Unaona bwana. Sawa. Ndugu yangu, tukitoka kwenye issue zima ya mafuta, bodaboda wamekuwa mkipitia changamoto ya kutekwa sometimes na barabarani. Unaweza kubeba abiria wewe huwezi kujua kama ni mtu mbaya, lakini ukafika njiani kitu kingine kikatokea. Kwa upande wako kama bodaboda, watu ambao tayari wameshatokea matukio kama hayo, unazungumzaje issue kama hiyo? Ujue bwana, sisi tunabeba abiria wengi. Na hususi mara nyingi wanaofanywaga vitu kama hivi wale wanaokesha usiku. Wale wanaofanya kazi usiku. Na kipindi wezi wanaangalia mtu mwenye pikipiki mpya. Ukiwa na pikipiki mpya, jihadhari sana kufanya kazi usiku. Uwe na masaa maalum, unajua au muda ukifika, ngoja nikapaki chombo changu. Kwa sababu mchana mtu anaweza kaniambia nipeleke sehemu fulani au nipeleke kama Mbagala, sijui Buza. Kuna sehemu anaweza kunipitisha, mimi nikajua hii sehemu sio sahihi, nikakataa kwenda, nikamwambia bwana mimi naishi hapa. Kwa sababu nakuwa nishaona mazingira sio sawa. Ila usiku unakuwa uelewi. Hata naweza kukutoa hata Msimbazi akakufanyia tukio baya kaondoka na pikipiki. Lakini kwa mchana sidhani kwa anaweza kufanya hivyo. Wengi wamekuwa wakizungumza na kusema kwamba eti huenda ni nyewe wenyewe bodaboda, yani mtegeana mtego. Labda inaweza kuwa kama ulivyosema, mtu anaweza kuwa na bodaboda mpya alafu akatega mtego na watu wengine kwamba wamkabe yule, vitu vingine viendelee. Ni kweli? Inawezekana, kwa sababu huwezi jua mtu anatokea huko, hujua ametokea wapi. Huenda kaagizwa na watu wanaokufahamu, kwa sababu mtu anakulenga wewe. Ametokea sijui wapi, humjui hakujui. Maana yake yule kashaelekezwa na hujua amemwelekeza nani fanya tukio hilo. Unaona? Wanaweza nikawa hawa ndugu zetu ambao tunaishi nao, sema hatuwezi kusema sana, hatuwezi jua kwa sababu kitu kinatokea, mtu mwenyewe anaofanya hilo tukio hatumuoni. Tunakuja kusikia mtu fulani kafia sehemu fulani, bodaboda kanyanganywa, unaona, hatuwaoni. Lakini pia bodaboda mna umoja wenu, labda mnakuwa na timu zenu, viongozi kukaa kuzungumza, kuteteana, vitu vingine kama hivyo. Kila kijiwe cha bodaboda lazima kiwe na viongozi. Hapa yupo. Kuna katibu, kuna mhasibu, kuna mwenyekiti wa bodaboda, na yani mwenyekiti wa bodaboda wa Kinondoni ndo anapaki hapa kijiweni kwetu. Yani bodaboda wote wa Kinondoni, mwenyekiti wa bodaboda tuko naye hapa Kinondoni. Anapaki hapa. Lazima kila kijiwe kiwe na viongozi, kiwe na mtunza hazina, yani kila kitu. Hata akitokea labda bodaboda kafa, anaotoa taarifa, bwana mtu fulani amepata ajali, tunachanga mchango, yeye anapokea na wakilisha wa kila mtu. Sawa. Kwa kumaliza, una kipi cha kuzungumza kwa mabodaboda wenzako, lakini pia kwa abiria?
mabodaboda wenzangu wanaofanya kazi kama naifanya mimi, mimi siwezi kuongea sana, wenyewe wanaona changamoto tunazopitia barabarani. Haya ndugu yangu, asante sana, tumepata maoni yako, ubarikiwe. Na sisi bwana tuombe tu bei kweli zishuke, hata sisi abiria pia tunapitia changamoto hizo hizo. Kuna wakati pia hata nauli tunakosa, mwema tu mnatusaidia kidogo. Sisi tutawasaidia kwa sababu unaweza kaja, maana kuna wengine abiria wanakuja hawajui hata kuomba, atakuambia mimi naenda hapo wapi bwana, niambie bwana, mimi naenda sehemu fulani, nina kiasi, nina shilingi fulani, hata jero ninakutolea. Sasa unakuja unakuwa mkali, mimi nishakwambia 3000. 3000 si pale, basi kama ni pale nenda kwa mguu. Kama unapoona karibu nenda kwa mguu. Mimi nishakwambia kule mbali bei yangu nilipanga ni hapa. Kama na 2500 mimi nitakutolea jero, nitakupeleka. Naweza nikamwomba Mungu wakati wa kule nikapata hata abiria nikaja naye. Bwana shukrani sana. Poa. Haya, tumemalizana hivyo na ndugu yetu, na hapa ni kijiwe cha bodaboda ya Kigogo ambako ndio tumepata maoni mbalimbali kuhusiana na swala zima la mafuta kupanda bei, lakini pia issue ya mabodaboda kutekwa na kuuawa. Mimi hapa ni Sambaby, behind the camera Deo Mpemba.